Na mimi naomba nitumie nafasi hii kusalimia kama ifuatavyo. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi ya kukutana hapa jioni ya leo tukimpokea mgeni wetu mwenezi wa CCM Taifa CPA Amos Makalla akiwa ametufungashia ujumbe mzuri kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan wa kimaendeleo, wa kiupendo, wenye tija na fanaka kwa nchi yetu. Naomba tumshangilie kaka yetu Amos Makalla tafadhali. Lakini la pili, nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupenda sio tu wana Bukoba mjini, wana Bukoba kwa ujumla, wana Kagera na Watanzania. Ametoka kusema hapa mzee wangu Mheshimiwa Loikiza mabilioni yaliyoenda Bukoba vijijini. Watu wa mjini mnajua pia mabilioni ambayo yamekuwa yakija Bukoba mjini ya kutosha na kutosha na kutosha. Sasa leo muda hautoshi. Mnajua nikipataga nafasi huwa nasema leo muda hautoshi, kwa hiyo itoshe kusema sisi sio vipofu. Tunakotoka majumbani, tunakokwenda makazini, tunaona kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sisi tunamwahidi ni mingapi tena? Mingapi tena? Dr. Samia mingapi tena? Lakini la tatu, nataka nichukue nafasi hii kukushukuru kaka yangu Amos Makalla kwa kuamua kuja Bukoba mjini, kuja kutukumbusha, kutuonyesha, kutusahihisha pale ambapo tunakosea kidogo, kwa sababu mambo ni mengi. Lakini juzi kama alivyosema mzee wangu Loikiza, wamepita, nasikia walipita, hata hatukuwaona sisi wengine, tulisikia tu walikuwa hapa, nadhani wengine mtakuwa mliwaona. Sasa kaka yangu, najua umekuja na taarifa njema yenye utaratibu mahususi kwa namna ya kutukumbusha. Hilo naomba nikuachie wewe, lakini ninachoweza kukuahidi kwa Bukoba mjini, makosa yaliyofanyika huko nyuma hayatofanyika tena. Hapa ni CCM 100%, kwa sababu sisi tunataka maendeleo na anayeleta maendeleo ni Dr. Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi. Lakini nipende kutoa shukrani zangu kwa Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa na wilaya na serikali ngazi ya mkoa na wilaya, jinsi tunavyoongozwa na mama yetu Bi Hajat Fatuma Mwasa upande wa serikali na wasaidizi wake wote, lakini tunavyoongozwa na mzee wetu Karamagi kwa upande wa chama na viongozi wenzake wote. Tunafanya kazi nzuri. Maendeleo ya mwaka huu na miaka hii kaka yangu Amos Makalla yamekuja kwa sababu tunashirikiana. Sisi kama viongozi wa chama na serikali hatuna magomvi. Japokuwa chokochoko zipo zinaletwa, lakini tumezikataa, na ndiyo maana maendeleo yanafanya nini? CCM oyee! Sasa yaliyofanyika nimeshasema tumeyaona, na mengine yanaandaliwa. Mimi niseme matatu tu, na najua kaka yangu mwenezi hutanyang'anya maiki. Matatu tu. Jambo la kwanza, kwa ukubwa wake, kwa mara ya kwanza mkoa wa Kagera nchi, lakini Bukoba mjini tunashuhudia utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ya kimageuzi ambayo haijawahi kutokea Bukoba mjini, iliyoshindikana miaka yote. Lakini kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, soko linakuja kujengwa, stendi kubwa inakuja kujengwa, ndogo inakaribia kukamilika, kingo za mto Kanoni zinakaribia kujengwa, lakini barabara zaidi ya kilomita 10 katikati ya mji zinaelekea kujengwa. Usichague CCM unataka nini? CCM oye! Na kwenye hili nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza vema. Ndugu zetu wamekubali kuhama kwenye eneo la soko hili kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu. Na washukuru sana wafanyabiashara wa sokoni kwa kutoa ushirikiano wao na kupisha lile eneo liweze kujengwa bila kugombana na mtu, bila kupigana na mtu. Akali obusha omunua, tumeshawishiana pale, tumeelezana, wametuelewa, wametupa nafasi ya kufanya hiyo kazi. Salamu zetu na shukrani kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya hiyo. Lakini niseme kingine cha pili ambacho kaka yangu Amos Makalla naomba ukichukue. Tunaendelea na ujenzi wa mradi mkubwa wa kimkakati wa barabara ya njia 4 ambayo ina kilomita 1 na mita 600. Daraja la hapa mto Kanoni linaendelea vizuri, kandarasi anafanya kazi yake. Upande wa kule juu palikuwa panaendelea na upande wa chini panaendelea. Tunafahamu, mnafahamu maendeleo haya yanakuja kwa wakati. Tunaomba muendelee kutuletea mapesa ili miradi iendelee kujengwa na hatimaye ikamilike kwa wakati ili iweze kutunufaisha sisi wana Bukoba mjini. Sasa la mwisho, tuko katika kipindi cha budget size. Na mimi nimetoka Dodoma saa 12 jana jioni. Mnanifahamu mambo ya kukimbia. Batumwa mkuru. Omukuru atumwa. Omukuru atumwa. Batumwa muto. Omutanoa. Omutani bia bato. Nimetoka Dodoma
Dodoma saa 12 jioni jana. Nimetembea usiku kucha kuhakikisha nampokea kiongozi wangu. Dodoma tunaendelea na bajeti, bunge la bajeti. Sasa ukiachana haya mengine ambayo tayari Dr. Samia ameshayaweka sawa, tukae mkao wa kura. Mambo yanayokuja makubwa nimeona ni yaseme hapa kwa haraka haraka. Kwa haraka haraka. Wenzangu wanaoishi Kitendaguro wanafahamu TANROADS tayari wameanza usanifu na mazungumzo ya barabara inayotoka kwenye tenki kuja Kitendaguro center kwenda Kolping, kwenda Busimbe, kwenda mpaka Maruku. Barabara hiyo usanifu unaendelea, wakina nani watalipwa fidia, ipanuliwe, itengenezwe vizuri ili tuendelee kuwa na njia nyingi za kimkakati na za kiuchumi, kwa sababu tunajua tunajenga chuo kikubwa pale Itawa, tunahitaji watu waweze kuja mjini kula kaela kao na sisi tupate faida kwa maslahi ya Bukoba mjini. Barabara hiyo inaendelea kusanifiwa. Tunaamini muda utakapofika tutaona mambo mema ya pale. Na mimi nimepitisha maneno kwa wenzetu wa TANROADS wachukue na kile kipande cha kutoka Kitendaguro center kupita Rugambo sekondari kwenda mpaka Busimbe, na chenye kiunganisho kwenye barabara hiyo kiwe na lami nzuri kabisa ambayo itakuwa ni maendeleo makubwa kabisa. Lakini jambo la pili, upanuzi wa chuo ambacho kinajengwa pale Itawa. Na kile chuo ndugu zangu, mimi nimesoma Iringa chuo kikuu kuanzia mwaka 2005. Habari ngila bai nkiali mwana. Mwaka 2005. Miaka mingapi iliyopita? Miaka mingapi iliyopita? Mwaka 2005. Miaka mingapi iliyopita? Mimi miaka 20 iliyopita nilikuwa mwaka wa kwanza chuo kikuu. Msidhani ni mtoto kabisa. Majukumu nayaweza. Majukumu oye! Nilienda Iringa, maendeleo yalikuwa ya kawaida. Lakini kwa sababu ya vyuo vilivyowekwa Iringa, mji wa Iringa saizi umekuwa kimaendeleo sana. Kwa hiyo tumeshirikiana na viongozi wetu akiwepo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwenye kusukuma kuhakikisha chuo kikuu kinajengwa. Kimejengwa Itawa hapo. Wanufaika wa kwanza wa kile chuo ni Bukoba mjini, kwa sababu Bukoba mjini na kila kitu ambacho wale wenzetu watahitaji. Sasa tumepenyeza kipindi hiki. Ukiachana ujenzi unaoendelea saizi ulio takriban bilioni 18 zimewekwa pale. Pesa nyingine itakuja kuendeleza ukubwa wa chuo kile katika bajeti inayokuja mwaka huu ambao tunauendea. Sasa kama mtanituma tena, nani atakayevifuatilia? Inabidi mje mnitume tena. Lakini jambo kubwa la tatu, ujenzi wa hospitali kubwa ya kimataifa inakuja kujengwa hapa Bukoba kwa ajili ya kuhakikisha magonjwa yanayotupa shida, lakini na watalii watoke mbali kuja kutibiwa katika mji wetu na mkoa wetu wa Kagera. Lakini tumepata mradi wa ujenzi wa mfumo wa maji taka kwenye manispaa yetu. Nilipokuwa nafanya kazi katika Wizara ya Afrika Mashariki, nilipata nafasi ya kutembea huko, nikapitisha neno. Bukoba mjini tumeingizwa kwenye ule mradi, na juzi wenzetu wa Buwaso waliwapokea wakandarasi washauri kuja kuangalia namna ya kutengeneza huo mradi wa kusafisha mji wetu kwenye maji taka. Siku sio nyingi na wenyewe mtauona unakuja. Lakini la mwisho kwenye makubwa yanayokuja, chini ya usimamizi mzuri wa mama yetu Bi Hajat Fatuma Mwasa, ushauri na maelekezo, tulipata pesa kwa ajili ya ujenzi wa kitega uchumi cha Machinga eneo la Kishenge. Zaidi ya bilioni 9 zitakuja. Kwa hiyo Machinga mnaona wanapata shida mjini, na wengine mko hapa. Tunawaandalia eneo la kwenda kufanyia biashara kwa utulivu na ushupavu na ukakamavu, ili mji wetu uweze kuwa msafi, lakini biashara zetu ziweze kwenda. Haya yote ni yale ambayo yanakuja. Aliyewaambia ni nani? Ni mimi. Inabidi nani ayafuatilie? Mtajulia huko ninachomaanisha. Murama Nyirai, kaka yangu Amos Makala. Kwa kumalizia, haya mambo yote yamefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi huku ni wasaidizi tu. Akishusha yeye tunapeleka, tukichukua tunampelekea. Nilipiga magoti pale stendi mawili kuomba ujenzi wa barabara ufanyike na inaendelea vizuri. Leo napiga goti moja la kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anatufanyia Bukoba mjini. Na naomba umpelekee taarifa yetu. Bukoba mjini tunamhakikishia tutampa kura za kishindo yeye na mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Alhamdulillah, inshallah anafahamika.